Uchaguzi ni haki ya kikatiba na ya kidemokrasia ya kila mfanyakazi. Hivyo, kama kauli mbiu yenu inavyosema, uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi na sote tushiriki, ambayo haipishani sana na ile ya kitaifa, ila ya kwetu imeongeza uchaguzi, ile ya kitaifa inahamasisha kuangalia maslahi ya wafanyakazi. Kwa mnasaba huu, niwaombe mjitokeze kwa wingi ili kuchagua viongozi walio bora, waweze kulinda na kutetea maslahi yenu. Tayari awamu ya pili ya zoezi la kuboresha daftari la wapiga kura imeshaanza. Hivyo wale ambao hawajajiandikisha au kuboresha taarifa zao awamu ya kwanza, niwaombe mjitokeze kwa wingi kujiandikisha ili tusije kupoteza haki ya kikatiba ya kupiga kura. Ndugu wafanyakazi, kabla sijahitimisha hotuba yangu, nitumie fursa hii kutoa msisitizo kwenu TUCTA, ATE na wafanyakazi kwa ujumla katika mambo yafuatayo. Mosi, TUCTA ni wasihi muweke utaratibu wa kutatua migogoro baina ya vyama vilivyopo ndani ya shirikisho, kwa kuwa migogoro hiyo haileti afya si tu kwa wanachama wenu bali pia kwa serikali, kwa kuwa inapunguza tija na uzalishaji na hivyo kuwa na athari za moja kwa moja kwenye uchumi wa nchi. Kati ya sababu za migogoro hiyo ni kutokuwa na uwazi katika mapato na matumizi ya fedha za michango ya ada za wanachama. Naomba mkaliangalie vyema. Nachotamani kuona ni TUCTA inayochangia kuongeza tija na ufanisi katika kazi, hali itakayochagiza maendeleo zaidi nchini kwetu. Aidha, niwatake muendelee kutetea haki za wafanyakazi wote nchini, wakiwemo ofisi za TUCTA, wafanyakazi wenu wenyewe ambao wana madai mbalimbali ya stahiki zao. Vile vile mwakumbushe wafanyakazi wajibu wao katika sehemu zao za ajira na kwa nchi yao pia. La pili ni kwenu ATE, nanyi niwasihi muendelee kuwajengea uelewa wanachama wenu kuhusu matakwa ya kisheria, hususan takwa la uhuru wa kujumuika na majadiliano ya pamoja mahali pa kazi. Tutakaporuhusu majadiliano haya, si tu yatasaidia kuboresha maslahi ya wafanyakazi, bali pia yatasaidia kuongeza tija katika uzalishaji na hivyo kuchangia maendeleo ya taifa letu. La tatu, kama mnavyofahamu, dunia imepata mtikisiko wa kiuchumi kutokana na kubadilika kwa mwelekeo wa kisiasa za kanda ambao pia umeleta mabadiliko kwenye sera za kifedha. Mtikisiko huo umeleta kupungua kwa misaada ya maendeleo kutoka kwa wabia tuliowazoea. Hali hii inatulazimu tuongeze ukusanyaji wa mapato yetu ya ndani na tubane matumizi. Nchi yetu iweze kutekeleza majukumu yetu katika sekta mbalimbali ya ujenzi wa nchi, kiuchumi na utoaji wa huduma za kijamii. Ukuaji wa uchumi ulipanda kufikia na usafirishaji, bani, reli, viwanja vya ndege, tuliendelea na upandishaji wa madaraja na tumeendelea kutekeleza miradi ya kuzalisha ya wafanyakazi. Sasa kwa mapenzi makubwa na kwa namna mlivyoiunga mkono serikali tulipowaomba mfunge mkanda na mkaamua kujituma na kufanya kazi kwa bidii na kufanya uchumi wetu ukue kwa ajili ya kukuza uzalishaji wa bidhaa mwaka huu, na kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa. Wafanyakazi oye! Miamvuli oye!
Naona miamvuli imepanda sasa.